Na mtazamaji, polisi mtaani Dandora wanamtafuta mtu mmoja kwa madai ya kuhusika na mauaji ya mwanawe wa umri wa miaka 15. Inadaiwa kwamba Nelson Omeno alimtandika mwanawe alipoondoka kwenda kumtembelea mamake ambaye walikuwa wametengana. Mwili wa binti huyo baadaye ulipatikana nje ya hospitali ya Mama Lucy ulikopatikana na majeraha. Franklin Wala anatueleza mengi kwenye taarifa ifuatayo. Ni huzuni kwa mama Pamela Sande kufuatia kifo cha mwanawe Charlene Nyangweso mwenye umri wa miaka 15. Inadaiwa kuwa mshukiwa wa mauaji ya mtoto huyo ni babake Nelson Omeno ambaye alikuwa ametengana na mama huyo. Wawili hao walipokuwa pamoja walijaliwa watoto 4. Ndoa ilipoingia doa, kila mmoja alianza kuishi kivyake, lakini baba alisalia na watoto hao. Tarehe 26 Disemba kifungua mimba, Charlene alitoka kwa babake na kumtembelea mama mzazi. Mama huyo anasema bintiye alikaa naye hadi tarehe 31 ambapo babake alikuja kumchukua. Inaaminika kuwa walipofika nyumbani mtaani Dandora, baba huyo alimchapa vibaya mtoto Charlene hadi alizirai. Nilipiga simu, mama ya kambo ndo alishika simu. Mtoto akaniambia baba yake amemchapa. Akaniambia, mama, baba amenichapa lakini kesho asubuhi unikujie. Taarifa zaidi zinasema kisha baba alimpeleka mtoto huyo katika hospitali ya Mama Lucy alikouacha mwili wake na kutoroka. Baba yake alinipigia simu date 1 kitu saa 1 hivi. Akaniambia kuja tukutane Mama Lucy, na mtoto ako hali mbaya, hata madaktari wamemwambia ako hali mbaya. Mimi vile nilifika Mama Lucy bado tulikuwa tunaongea tu naye, akiniambia tukutane. Sasa vile nilifika hapo aka make sure nimefika Mama Lucy, na simu yake akakata na kazima. Mpaka leo tena simu yake haijawahi ingia. Mke wa sasa wa Nelson alishuhudia wakati mtoto Charlene alipokuwa akichapwa. Sisi sema ni kitu ilifanyika, ni kitu inafanyika, ni ile mtu kukosoa mtoto. Bahati mbaya, hiyo ni bahati mbaya. Si kitu yenye mtu alikuwa anataka. Mamake marehemu anadai kuwa alipouona mwili wa bintiye ulikuwa umefungwa mikono na miguu. Jambo ambalo limeibua maswali mengi kuhusu ni vipi mwili ulipatikana katika hifadhi ya Mama Lucy ukiwa katika hali hiyo. Kwa umefura kichwa na huku, hapa kulikuwa na damu. Hizi mikono zilikuwa zimefura na ni kama alikuwa amemfunga na kamba. Kulikuwa na maalama huku. Hadi kwa miguu pia ni kama alimfunga na kamba. Sasa alifungua kamba moja, hii side nyingine kabaki na kamba hiyo. Tarehe 31 Disemba, mojawapo wa chumba katika orofa hii ligeuka na kuwa eneo la tukio lililomwacha msichana wa umri wa miaka 15 akiwa ameuawa. Tukio lililoashiria mwanzo wa uchunguzi wa mauaji. Franklin Wala, runinga ya Citizen, kutoka Dandora, Nairobi.